Mtazamaji, hapo jana ikiwa ni tarehe 25 mwezi Juni, ilikuwa ni tarehe ya kuadhimisha mwaka mmoja tokea vijana wa Gen Z walipojitosa katika bunge kuu kuweza kuomba kusitishwa kwa mswada wa finance bill mwaka 2024 na vijana wengi wakaweza kuuawa hivyo jana, ikiwa ni siku ya kuadhimisha mwaka mmoja. Vijana walijitosa katika mitaa ya Nairobi na katika kaunti zingine tofauti nchini Kenya, ila jambo ambalo liliweza kushangaza wengi hapo jana, ikiwa ni mwaka mmoja waliokuwa wakiidhimisha kuweza kusherehekea maisha wale walioweza kuuawa katika maandamano ya mwaka uliopita. Vijana kadhaa aswa inaaminika nambari kwa sasa imefikia 11 waliweza kufyatuliwa risasi na kuuawa na maafisa katili wa polisi hapo jana. Na wale kati ya wale ambao walioweza kujitokeza kuweza kujihusisha na maandamano ya hapo jana, viongozi kadhaa waliweza kujiunga na Gen Z. Kizazi hiki cha Generation Z ambacho kilikuwepo mitaani kiliweza kuweza kuungana na viongozi tofauti, ikiwemo ni ambaye alikuwa jaji mkuu wa taifa la Kenya David Maraga, na ambaye anaazimia kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kando na David Maraga, mbunge wa Embakasi East Honorable Babu Owino aliweza kujumuika na vijana hawa katika sherehe hizi na akaweza kujiunga na waandamanaji, ambapo aliweza kuonyesha umoja wake katika kujiunga na vijana hawa. Jambo hili liliweza kuchangia vijana hawa kuweza kumsherehekea Babu Owino kama shujaa, ikiwemo ni kijana pia ambaye ana miaka mingi vile hajazeeka na ana azimio la kuweza kuwania kiti cha gavana wa kaunti ya Nairobi japo mwaka 2027. Ila cha kushangaza ni kwamba viongozi wengine katili ambao wamekuwa wakipingana na raia hapo jana walikipata cha mtema kuni, ikiwemo vijana kutokea katika kaunti ya kutokea katika sub county kutokea katika wadi ya anaitwa Samani constituency ya Kimani Ichung'wah, ambaye ndiye kiongozi walio wengi bungeni. Aliweza kuvamiwa ofisi zake ziliweza kuvamiwa hapo jana na kupelekea kuchomwa. Kando na hilo, kuna wale walioweza kuwa wakikimbia na wakijaribu kuget access kwa boma la ambaye ni mbunge wa Mathira kule eneo la Nyeri Eric Omombi, pia wakitaka kuweza kuchoma boma lake, ila maafisa wa polisi waliweza kufika na kuweza kucombat those attempts za hapo jana. Ila taarifa ambayo tunayo ni kuhusiana haswa na Honorable Babu Owino, ambaye kwa sasa tunashindwa haswa ni wapi tunaelekea. Na zamani kwa taarifa nilizozitoa hapo mbeleni ya kwamba watu walikuwa 11 au ni wale waliokuwa wameiaga dunia hapo jana, mpaka sasa imeafikia watu 16 people died yesterday in yesterday's demo. Hapo ndio tunasema kwamba imepitiliza na inapitiliza kabisa. Now going forward, kulingana na taarifa ambazo Babu Owino ameweza kuziachia kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook pamoja na Twitter pamoja na X, pamoja na kurasa zake zote zingine za mitandao ya kijamii, anasema hivi ya kwamba with the draw of my security by the government yesterday I stood with the people, not against the nation, but for its failure I exercised my democratic right to protest peacefully against the actions of a government that is failing its citizens. Today, in retaliation, the government has withdrawn my official security. Let me be clear, this is not just an attack on me. It is an attack on democracy itself. When elected representatives are punished for standing with the people, it is a sign of a government that fears accountability, not one that serves. I do not fear intimidation.
I will not be silenced. My voice and the voice of every citizen demanding justice, fairness, and freedom will not grow loud, will only grow louder. Kenyans are my security. To the public, stay alert, stay united, and know that your leader should answer to you, not threaten those who stand beside you. The truth cannot be suppressed. The movement for justice cannot be stopped. We will not back down. Babu Owino MP, Embakasi East. Now this is a message that is loud and clear, that Honorable Babu Owino's security has been withdrawn. Not because Babu Owino has gone against any constitutional, how should I put it, any constitutional mandate or any constitutional thing, but because Babu Owino stood with the people of the Republic of Kenya yesterday and went ahead to express his support for the people for demanding for accountability, and even joined them in the streets of Nairobi. And so, to show how President William Ruto is cowering down, intimidation is the only tactic these people know how to exercise. A government that has turned out to be, this is not Uganda. That is one thing that these people should know. Where an MP can be arrested just for saying the president is not doing right. This is Kenya. And this is a land that people died for the democracy and the constitution that we enjoy today. So anybody that violates that constitution and anybody that becomes an enemy to to multipartyism and the democracy that this republic enjoys and the constitution of the Republic of Kenya, that person is not an enemy to the people. He is an enemy to this nation and shouldn't be in power serving the people of this nation. And I dare ask this question. This man that has started being threatened by a member of parliament joining demonstrators and then going ahead to withdraw their security, he should remember that Babu Owino, these people think that they are crazy. If you know Babu Owino and you know the capacity, the capability of the type of people that this guy used to hang out with while he was in campus, then munapaswa mjue, this is not a man that you can intimidate by withdrawing his security. You can't intimidate Babu Owino by the withdrawal of his security. No. That is a very lame move, Mr. President. I let the idiots surrounding the president who think that, you know what, even the cabinet secretary of interior, you people think like class 3 dropouts. Sometimes let things be. Allow people to run around with whatever they are saying and whatever they are doing. And that, I guarantee, nobody will even look at you. Nobody will remember you exist. You will rule your term and then be over with it. No demonstrations, you will go home when the time for voting comes. But now, you are forcing the heart of the people of the Republic of Kenya to rise against you again and again. And I tell you, yesterday, ilikuwa kionjo. If the people of this country are meant to rise up again against this regime, it will be messy. It will be catastrophic. It will be disastrous. So I dare tell the president and the people around him, more so the members of, the cabinet secretaries of Interior and Defense, who are continuing with the intimidatory tactics. The best thing that you can do right now is curb your dogs, including the police that have exercised police brutality without question. Then go ahead and restrain even from engaging with the citizens. Wakisema hiki, you just do what the people want, and you will have no problem with these people. Wadau, tunakamilisha hapo. But what we can tell Babu Owino is that the president doesn't guard you. We do. And we will protect the people that stand with us. For now, that's what's up, watazamaji. Make sure mna subscribe ndani ya channel ya kwetu ya The Kenyan Daily Report. Tuungane katika video zetu zijazo.